Asasi ya Dira ya Vijana Tanzania TYVA ni shirika lisilo la kiserikali linaloongozwa na vijana. Asasi ilianzishwa mnamo tarehe 29 Julai mwaka 2000 ikiwa na lengo la kukuza uhamasishaji wa vijana na uwekezaji. TYVA inamtambua kijana kuanzia umri wa miaka 16 hadi 30 na asasi imejikita zaidi katika kumletea fursa kijana huyo. Shirika liliundwa kwa lengo la kuziba pengo lililoachwa na mashirika makubwa ya vijana na kutatua changamoto ya ushiriki na ushirikishwaji duni wa vijana. Asasi imelenga katika kujenga uwezo wa vijana na asasi za vijana kwenye nyanja za kiraia na kiuchumi. Kwa majina naitwa Justin Mponda, ni katibu wa TYVA. TYVA ni taasisi ya vijana, taasisi ya kiraia ambayo ilianzishwa mwaka 2000 na kusajiliwa mwaka 2002 Wizara ya Mambo ya Ndani. Toka mwaka 2000 mpaka hivi sasa ni miaka 20. TYVA ni taasisi ya vijana inayoongozwa na vijana wenyewe. Ndio jambo kubwa hasa la kujivunia. Vijana wenyewe wanajifunza, wanakosea, wanajirekebisha, wanasonga mbele. Vijana ndio wenye mamlaka na nguvu ya kuiongoza taasisi. Hii ni youth led organization, kwa maana kwamba vijana wenyewe ndio wanaisimamia taasisi yao, wanatetea haki zao, wanakuwa sauti ya vijana wengine ambao hawana sauti. Na ndio maana vision yetu ipo clear, dira yetu ni kuona jamii huru yenye haki ya kidemokrasia na yenye ushiriki mpana wa vijana katika ngazi mbalimbali za maamuzi na ushiriki katika jamii kwa ujumla. Kwa jina naitwa Naamala Samson. Mpaka sasa hivi ndani ya TYVA nina miaka zaidi ya 13. Kwa hiyo nilijiunga mwaka 2007 nikiwa kidato cha 6 shule ya Tambaza. Katika mfumo wake TYVA imekuwa ni association, kwa maana ni miongoni mwa taasisi ambazo zilisajiliwa katika sheria za jumuiya. Lakini kutokana na mabadiliko ya kisheria ambayo yalikuja mwaka 2019 tukalazimika sasa kutoka kuwa association kwenda kuwa katika taasisi ya kiraia, kwa maana ya kuwa NGO. Na mabadiliko haya yameleta changamoto na fursa nyingi, lakini bado tumeendelea kuanalyze na kuangalia namna gani mfumo wetu wa ndani unaendelea kubaki kama ulivyo, lakini pia tukiendana na mabadiliko ya kisheria. Dhumuni nzima ya kuanzishwa kwa taasisi ambayo ni kuona jamii huru yenye haki na yenye ushiriki na ushirikishwaji wa vijana, umeona katika kuhakikisha kwamba jamii hiyo inakuwa ya kidemokrasia. TYVA ina miradi mbalimbali. Kwa mfano, mradi wa Girls Right ni mradi unaosimamia haki za mabinti katika nyanja mbalimbali za elimu, afya pamoja na access to land. Na mradi huu unasimamiwa na dona anaitwa Friedrich Naumann Foundation FNF. Lakini pia tuna mradi mwingine unaitwa YAID ambao ni Youth Empowerment Initiative in Dar es Salaam. Ni mradi ambao umefocus kufanya kazi ndani ya Dar es Salaam na katika kumuinua kijana kwenye nyanja mbalimbali za kiuchumi. Uzoefu wangu wa kuwa ndani ya TYVA umekuwa kwa miaka yote hiyo uzoefu mkubwa sana, kwa sababu kwa mwaka mmoja wa kwanza nilikuwa mwanachama wa kawaida, mwaka uliofuata nikawa kiongozi wa mkuu wa idara wa masuala ya research and information ama masuala ya habari na utafiti. Mwaka mmoja baadaye nikaacha uongozi, mwaka uliofuata tena nikarudi uongozini kama mkuu wa idara ya masuala ya training and capacity building ama masuala ya ujengaji uwezo na mafunzo kwa namna moja au nyingine. Na baada ya hapo 2010 hadi 2014 nikawa kiongozi tena makamu mwenyekiti wa TYVA kwa miaka 4 mfululizo. TYVA ni platform nzuri sana kwa ajili ya vijana. Mimi kama kiongozi na kama mwenyekiti nimepata experience kubwa kwa kuwa ndani ya TYVA. Nimeweza kukutana na vijana wengi, nimeweza kufanya kazi na asasi nyingi za vijana pamoja na serikali, lakini na mashirika mengi makubwa kupitia asasi ya TYVA. Nimekuwa kiongozi kwa miaka 2 sasa, lakini kupitia uongozi wangu pia nimeweza kujifunza vitu vingi ambavyo nisingeweza kujifunza darasani ama shuleni, lakini kupitia TYVA na kwa namna tunavyowezeshana na kusaidiana kama vijana nimeweza kufika mbali, na ningependa kuwashauri vijana wengi kukaa ndani ya TYVA na kukua ndani ya TYVA.
Kwa miaka 20 tokea kuanzishwa kwa TYVA, asasi imefanya kazi kubwa katika kutetea sera mbalimbali zinazohusu vijana, zikiwemo kutungwa kwa mswada wa sheria ya uanzishwaji wa baraza la vijana, kutungwa kwa kanuni za uundwaji wa baraza la vijana, pamoja na ushawishi wa uundwaji wa sera ya mafunzo ya kujitolea. Katika miaka ya 20 ya TYVA, naiona TYVA ikiwa imefanya mambo mengi sana makubwa. TYVA pia ni moja taasisi ambazo imeshiriki sana katika kushawishi sera ya uanzishwaji wa baraza la vijana mwaka 2013 kwenye mchakato wa katiba mpya. Kupitia FNF TYVA iliweza kushawishi sana kupita nchi nzima, kushawishi vijana maoni katika katiba mpya, na mmoja wa maoni ambayo vijana waliyatoa ni kwamba walitaka waone katiba mpya inasema kwa inatafsiri umri wa kijana ni upi. Walitaka kuona katiba mpya inatafsiri haki na wajibu wa kijana ni upi. Haya ni mapungufu ambayo yalionekana kwenye katiba ambayo ipo sasa, ambayo haielezei haya mambo. Pia vijana walitaka kuona kwamba katiba inaelezea namna gani serikali mswada wa uanzishwaji wa baraza la vijana ambao upo tayari. Kwa hiyo sera mojawapo ambayo TYVA imefanyia kazi kwa miaka takriban miaka 20 na ambayo ina matunda moja kwa moja ni sera ya maendeleo ya vijana. Sera ya maendeleo ya vijana inahusia kila shughuli za vijana popote alipo ndani ya nchi ya Tanzania. Ukiangalia kuna masuala kama kujengea vijana uwezo kwenye nyanja mbalimbali za kiuongozi, za kibiashara. TYVA imefanya vizuri sana kwamba hadi leo tunapoongea tuna vijana wengi, kwa mfano kuelekea uchaguzi na vijana wengi sana ambao wanashiriki nafasi mbalimbali za kupigiwa kura kwa maana vyama mbalimbali. Katika kuanzisha kwake TYVA mwaka 2000 mpaka hivi sasa imekuwa ikifanya programu na za utetezi hasa katika sera za vijana nyingi. Nitataja chache ambazo kwa kweli TYVA imefanikiwa kuzipigania na kuleta mchango wake mkubwa mpaka hivi sasa. Mtakumbuka mwaka 2013, 14 mpaka 15 kulikuwa kuna zoezi la katiba mpya. Sasa sisi kama taasisi ya vijana tulisema hatuwezi kuwa nyuma. Tulikuwa na mambo mahususi makubwa matatu, lakini katika haya mambo yetu mengi matatu au zaidi, mambo makubwa mawili tuliyapendekeza yakaingia katika mchakato wa katiba. Ambalo jambo la kwanza ilikuwa ni kwamba katiba itambue haki na wajibu wa vijana, ieleze mahususi zipi ni haki na wajibu wa vijana wa Kitanzania, na jambo hilo lilichukuliwa katika katiba ile ipendekezwa. Lakini jambo la pili lilikuwa kwamba katiba pia itambue kuanzishwa kwa baraza la vijana la taifa. Sasa hiyo mnamo mwaka 2015 kwa kupitia na taasisi zingine za vijana tulianzisha mchakato ambao ulizaa mswada binafsi ambaye wakati huo aliyekuwa mbunge wa Ubungo bwana John Mnyika alipeleka mswada binafsi akiwa amechukua maoni yetu na taasisi zingine kutaka kuanzishwa kwa baraza la vijana la taifa. Miradi mbalimbali ambayo TYVA imeweza kuifanikisha, tukianza na Youth Employment Initiative Dar es Salaam, ni mradi uliokuja kuwajengea uwezo vijana wa Dar es Salaam kuweza kuajiriwa, kuweza kujiajiri. Lakini vile vile ulipambana na masuala ya fursa za vijana, ikiwemo mfuko wa maendeleo ya vijana unaotolewa na halmashauri. Eneo la pili ambalo TYVA imefanikiwa na pia iliweza kuchampion mpaka kupatikana kwa sera lake ni uanzishwaji wa ile internship policy. TYVA ikishirikiana na aliyekuwa mbunge viti maalum wakati huo Miss Zainab Katimba, tuliweza kukaa na kuja na pendekezo la kuanzishwa kwa sera ya mafunzo kazini, internship policy, ambapo wakati huo mwaka 2016 tulitengeneza, tukaja na maoni yetu, tukapendekeza katika bunge la budget, then ile sheria ikaanzishwa na hivi sasa tunayo sera mahususi kwa ajili ya mafunzo kazini kwa wanafunzi wanaomaliza. Njia mbalimbali ambazo TYVA tunatumia kufikia vijana, lakini pia kuhakikisha kwamba tunaleta mabadiliko kwenye sera mbalimbali. Njia mojawapo ni kuhamasisha kupitia mitandao ya kijamii. Waga tuna hizo kampeni ambazo tunarani kila tuseme mara kwa mara, inawezekana kulingana na uhitaji wa hilo jambo au mradi. Kwa hiyo
na tunafikia sana vijana wengi sana, kwa sababu vijana wengi wanatumia mitandao ya kijamii. Lakini pia njia nyingine ambayo tuko tukiitumia sana na ndio ni sehemu yetu ni kutoa mafunzo, trainings and developments. Hizo zimekuwa zikifanyika kwa wanachama, lakini pia kwa sio kuwa wanachama wa TYVA. Na mara nyingi trainings zinafanyika kupitia hizo jukwaa letu maalum ambalo ni School of TYVA. Kwa kupitia School of TYVA vijana wanafunzwa na kujifunza mambo mbalimbali. Mfano, inawezekana vijana hawa wanahitaji kujifunza kuhusu lobbying. So kupitia School of TYVA watajifunza. Labda wanahitaji kuhusu masuala mazima ya kufanya policy analysis. So kupitia jukwaa hilo wanaenda wanajifunza na kupata ujuzi mahususi ambao taasisi unautumia. Lakini pia njia nyingine ambayo tunafanya ni kupitia wabunge ambao ni wawakilishi wa wananchi sehemu mbalimbali. Kwa hiyo kwa sababu wao pia ni watunga sera. Kwa hiyo na hii ni njia mojawapo ambayo imekuwa na matunda na mafanikio, kwa maana kwamba tunapokuwa tunawasiliana na watendaji au watunga sera ambao ni wabunge na wawakilishi wa wananchi, inasaidia pia kwa maana kwamba na wao pia kuelewa mahitaji ya vijana, lakini pia umuhimu wa kuwa na sera ambazo ni rafiki kwa vijana. Kwa hiyo ni njia ambayo ni endelevu na imefanikisha mambo mengi sana, na pia tunapenda tuendelee kufanya hivyo kwa sababu ni njia ambayo imekuwa na manufaa mengi sana na mabadiliko ambayo yanaonekana. Kupitia harakati za asasi kwenye kutetea sera za vijana nchini, vijana wengi wamenufaika kwa namna mbalimbali. Hii ni kupitia miradi iliyoanzishwa na taasisi, ikiwa ni kama njia mojawapo ya utetezi wa sera. Habari, kwa jina naitwa Lea Erasto Molen na ni mwanachama wa TYVA kwa takriban miaka 3 sasa. TYVA imekuwa ikifanya harakati mbalimbali katika kutetea sera za vijana, ikiwemo haki za watoto wa kike, ushiriki katika masuala ya umma, pia ushiriki katika kupiga kura na pia katika afya ya uzazi. Hii yote ni katika kuelimisha vijana na pia kutetea sera za vijana. Kwa uelewa wangu kama mwanachama, TYVA imekuwa ikifanya utetezi wa kisera hasa kwa upande wa vijana kwa kitambo kirefu sasa, na kwa upande huo imeweza kuleta baadhi ya matukio chanya, kwa maana kwamba tunaona vijana na baadhi ya makundi maalum yamekuwa yakinufaika na utetezi huo. Kwa mfano sisi kama TYVA kuna mradi unaitwa EAD, kwa maana Youth Employment Initiative Dar es Salaam. Ni mradi ambao wenyewe unadili na kutoa elimu kwa vijana, na hasa kwenye upande wa zile fedha za halmashauri, mikopo ya halmashauri, kwa maana 10% zinazotolewa halmashauri, ambapo 4% kwa ajili ya vijana na 4% kwa ajili ya wamama au wanawake na 2% kwa ajili ya watu walemavu. Kwa hivi kwa upande huo TYVA imekuwa ikifanya kwa kiasi kikubwa, kwa maana kuwafikia vijana wengi na pia kuwafikia wanawake pamoja na walemavu. Na pia kwa vijana walioko mtaani wananufaika sana kupitia miradi hii, kwani wanapata elimu, kuelimishwa ili waweze kutambua haki zao ni zipi na je, wanaweza kuzipataje, na katika vitu au fursa ambazo zilizopo kwa vijana wanaweza kuzichukuaje, au ni namna gani ambavyo wanaweza kuzifikia. Asasi imefanya jitihada kubwa katika utetezi wa sera, lakini tutakuwa wachoyo wa fadhila kama hatutotambua mchango wa wafadhili wetu katika kufanikisha malengo yetu. TYVA kama pia taasisi zingine za kiraia tumekuwa tukipokea ufadhili na kutoka katika wahisani mbalimbali, na kwa kweli kipekee nipende kuwashukuru wahisani wote ambao tumekuwa tukishirikiana nao. Wako wengi toka mwaka 2000 mpaka hivi sasa, ni miaka mingi, na moja ya mchango wa hisani ni katika kuhakikisha kwamba kazi za TYVA zinaenda mbali zaidi. Wahisani wetu wa kwanza kabisa TYVA ni wanachama wenyewe. Wamekuwa wakijitolea wakifanya kazi za taasisi bila kulipwa kwa nguvu zao wenyewe. They devote their energy and resources kuhakikisha kwamba mambo ya taasisi yanaenda mbele. Kwa hao ndio wahisani wetu wa kwanza. Lakini pia tunao wahisani wengine wengi ambao wamekuwa katika miaka tofauti katika vipindi tofauti kupitia programu zetu na miradi tofauti wamekuwa wakitoa mchango mkubwa. Haya yote ambayo nimeeleza huko nyuma yasingeweza kufanikiwa bila mchango wa wahisani. Tunao wahisani kama Frederick Dorman Foundation FNF. Kwa kweli toka mwanzo wa taasisi imeanzishwa mpaka hivi leo wamekuwa
kudhamini baadhi ya programu na shughuli nyingi za taasisi hasa za mafunzo na zile za outreaching sana. Kwa hiyo tupende kuwashukuru kipekee. Lakini pia tunao watu kama ActionAid ambao nao pia kwa miaka mingi sasa tumekuwa nao katika mashirikiano wakidhamini kazi zetu, wakitupa ufadhili tukifanya na kufikia maeneo mengi sana. Tunao hivyo East Africa, wao tunafanya nao pia kazi hapa. Tunao International Republican Institute, tunashirikiana nao kazi hapa, na wengine wengi ambao kwa kweli kwa kipindi tofauti tulikuwa tukishirikiana nao. Lakini pia tunao mhisani mmoja ambaye tunashirikiana naye katika kufanya kazi katika area moja ambayo ni ya masuala ya kiuchumi, kwa maana ya tunafanya mradi mmoja unaitwa Youth Employment Initiative Dar es Salaam. Hawa wanaitwa Forum for International Cooperation. Wamekuwa ni wadau wetu wa siku nyingi, na kwa kweli wameisaidia taasisi kwa sehemu kubwa sana kuhakikisha kwamba katika ule mradi ambao toka 2014 mpaka hivi sasa unaendelea unafanikiwa, kwa maana ya kufikia vijana na kutimiza yale malengo ya mradi, lakini pia taasisi ikiwa nayo inaendelea mbele na kuendelea kufaidika. Habari wanachama wenzangu wa TYVA. Kwa majina naitwa Yusuf Swaleh Bwango, niliyepata hudumu kama mkuu wa idara ya ushawishi, utetezi na mahusiano ya TYVA. Napenda kuwatakia wanachama wenzangu wa TYVA heri ya miaka 20 ya TYVA. Ni miaka 20 ya kujengea vijana uwezo na utetezi wa sera mbalimbali nchini. Miaka 20 ya TYVA. Mwisho kabisa, tunapenda kuwashukuru wanachama wetu pamoja na viongozi kwa kuendelea kutunza misingi ya TYVA. Asanteni sana.